Njĩtagwo Irongo. Naitwa Irongo. Na nĩngũgoca Ngai nĩ tondũ wa ũndũ ũcio. Na nitamsifu Bwana kwa ajili ya hiyo jambo. Kiugo kĩa mũthenya wa mũthĩ. Neno la siku hii ya leo kĩroiga ũũ. Inasema hivi. Kwĩna handũ Ngai aratũtwara. Kuna mahali Bwana anatupeleka. Na hĩndĩ ĩrĩa Mwathani arenda gũtwara andũ handũ. Na wakati Bwana anataka kupeleka watu mahali, nĩ kũrĩ makinya marĩa Ngai atwaraga andũ namo. Kuna hatua ambaye Bwana upeleka watu nayo. Rĩrĩa mũndũ arenda gũthiĩ rũgendo, wakati mtu anataka kwenda katika safari, kĩndũ kĩa mbere mũndũ nĩambaga kwĩharĩria. Jambo la kwanza mtu atangulia kujiandaa. Na akamenya mathaa marĩa akoima. Na anajua masaa ambayo atatoka. Na akamenya mathaa marĩa agakinya kũrĩa arathiĩ. Na anajua masaa ambayo atafika mahali anaenda. Ũguo mũndũ akimenya kwĩna handũ arathiĩ. Kwa hivyo mtu akijua kuna mahali anaenda, kwĩna meharĩria ma meciria. Kuna kujiandaa kwa mawazo. Na mũndũ eharĩria na meciria. Na mtu akijiandaa kwa mawazo, agacoka akeharĩria na tigiti ũrĩa ekũhũthĩra. Anarudi anajiandaa kwa nauli ambayo atakayetumia. Na akamenya rũgendo rũrĩa egũthiĩ. Na anajua safari ambayo anaenda nĩ rwa thikũ cigana ũna. Ni ya siku ngapi hivi. Na ũhoro ũcio nĩ mwega. Na hiyo jambo ni nzuri. Na ũhoro ũcio nĩ wa kĩrathimo. Na hiyo jambo ni ya baraka. Kwĩna kiugo kĩmwe ngũthoma. Kuna neno moja nitakasoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Exodus, katika kitabu cha Kutoka 1 na kamũhari ga 11 na mstari wake wa 11. Kiugo gĩkĩ twanagĩthoma. Hili neno tumeisoma na twanathomerwo. Na tushaisomewa. Na hihi wanahunjia. Na pengine ushaihubiri. No he rũgendo. Lakini kuna safari rũkoragwo rwĩna Ngai. Inakuanga pamoja na Mungu. Tondũ rũgendo-inĩ rũrũ rĩ, katika hii safari, kana thĩinĩ wa kiugo gĩkĩ, ama katika hii neno, thĩinĩ wa Thama, katika Kutoka 1 na kamũhari ga 11 na aya yake ya 11, kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩa? Neno la Mungu linasemaje? Basi wakaweka wasimamizi juu yao, wakatesa wawatese kwa mizigo yao, nao wacha nisome. Basi wakawaweka wasimamizi wa kuwasimamia kuwateza wa Misri kwa kazi gumu. Nao wakajenga miji ya Pithoni na Lamesi ya kuweka akiba ya Farao. Lakini walivyozidi kutezwa, ndivyo walivyozidi kuongezeka na kuenea katika nchi ya Wamisri. Wakaogopa Wamisri, kwa hiyo wakawatumikisha kwa ukatili. Wakafanya maisha ya Wamisri kuwa machungu kwa kufanya kazi ya kutengeneza lami na kufiatua matofali na kazi zote za mashambani. Katika kazi zao zote ngumu, Wamisri waliwatumia Waisraeli kwa ukatili. Mfalme wa Misri akawaambia wakunga wa Misri waliosalisha wanawake wa Kibrania, ambao majina yao ni Shufira na Pua, mtakapowasalisha wanawake wa Kibrania, chunguzeni wanachokifungua. Ikiwa ni mtoto wa kiume, muweni, lakini ikiwa ni msichana, muacheni aishi. Lakini hao wakunga walimcha Mungu na hawakufanya kile mfalme wa Misri alichowaambia kufanya, bali wakaacha watoto wa kiume waishi,
Ndipo mfalme wa Misri akawaita hao wakunga, akawauliza kwa nini wakunga. Akawauliza, kwa nini mnafanya hivi? Mbona mumewacha watoto wa kiume waishi? Wakunga wakajibu Farao, wanawake wa Kiebrania ni tofauti na wanawake wa Kimisri. Wao wana nguvu, nao ujifungua watoto kabla wakunga hawajafika. Kwa hiyo mkunga akawatendea mema wakunga hao wa Israeli. Wakati ambapo nimekuwa nikisoma hili neno, mahinda maria ndirathomaga kiugo giki nikikujikiraga hinya. Hili neno lilikuwa linanitia nguvu. Mahinda maria nginyire haha mahinda ma rucini, wakati nilifika hapa nyakati za asubuhi, na doria Mwathani ingirugama ni atia ingiaria, na nikauliza Bwana, nikisimama ni vipi nitanena, na ingirugama ni atia ingiuga, na nikisimama ni vipi nitasema. Na meciria manjukira o rimwe muturire wa mwana wetagwo Musa, na mawazo yakanijia wakati moja ya maisha ya mtoto anayeitwa Musa. Twathoma rugano ruru na ndarurothoma na njira ya uraya. Tumesoma hii historia na tumesoma kwa njia ndefu. Uhoro wa atumia a Israeli muciarire uria maciaraga naguo, habari ya wanawake wa Israeli katika vile walikuwa kizaa. Na hau kiambiriria kiugo kia Ngai ni kiaria wega, na hapo mwanzo neno la Bwana limenena vizuri uria a Misri marutithagia a Israeli wira muritu, vile Misri walifanyishanga Israeli kazi ngumu. Marutithagia wira muritu na kiugo kia Ngai o uria marutaga wira muritu, na walifanyisha kazi ngumu wakati neno la Mungu liliwakuwa likiwafanyisha kazi ngumu. Utwarane nani? Okay. Oria mamarutithagia wira muritu, vile walikuwa wakiwafanyisha kazi ngumu, ogwo nogwo Ngai atumaga mathereme. Hivyo ndivyo Mungu alikuwa akifanya waendelee. Maandiko ma Ngai moiga atiriri, neno la Mungu limesema hivi, ate nao a Misri makiaririo ni Farao, nao wa Misri wakanenewa na Farao, na makiiguithio na njira yari nene muno, wakasikilizishwa na njia ambayo ilikuwa pana zaidi. ate a Israeli mumarutithie mawira maritu muno, ati Israeli wafanyishwe kazi ngumu sana. No kiugo kia Ngai kioiga atiriri, lakini neno la Mungu limesema hivi, oria marutaga wira muritu, vile walikuwa wakifanya kazi ngumu, ate nogwo mathiaga magiciaranaga, ndivyo walikuwa kienda wakizaana. Makiona Firauni akiona ogwo gutiagiriire, Farao akaona haifai hivyo, aketa aciarithania a Misri, wakawaita wapunga wa Misri, akimatariria na akimatara, akawaelezea na akawafunza, akimera ndamwira o, akawaambia nimewaambia hivi, muthie itwiro-ine kana icukiro-ine cia itumia a Israeli, muende katika mji wa wanawake wa Israeli, na riria meguciarari, wakati watakuwa wakijifungua, murorage wega muno, muangalie vizuri sana, kana ni mwana wa kairitu, kama ni mtoto wa msichana, kana ni mwana wa kahii, ama mtoto wa kiume. Okoro ni mwana wa kairitu ri, kama ni mtoto wa msichana, mugatige karekie gutura, muwate aendelee kuishi. Okoro ni mwana wa kahii, lakini kama ni mtoto kijana, mutikareke mwana ucio ature, musiwate huyo mtoto aishi. No maandiko ma Ngai moiga atiriri, lakini maandiko ya Bwana imesema ate namo atumia acio riria maiguire uhoro ucio, wakati wale wanawake walisikia ile habari, wega wa Ngai ukimaharurukira, wema wa Bwana ukawashukia, makiiguitheka thiini wa ngoro ciao, wakasikilizishwa ndani ya mioyo yao. Nema muthomaki ni auga ciana cia tuhi ciuragwo, ni kweli mfalme amesema watoto wa kiume wauawe, no ngoro-ini citu tutigwika ta uguo, lakini mioyoni mwetu hatutatimiza vile. Na rĩrĩa mũndũ gwĩtwo Farao amenyire uguo, wakati mtu aliitwa Farao alijua hivyo, agĩta aciarithania akĩmoria atĩrĩ, akawaita wale wapunga akawauliza, nĩkĩ mũregete kũigua uge wakwa? Ni kwa nini mujasikia sauti yangu? Tondũ no ndĩraigua ciana cia Isiraeli cia tũhĩ no ciraciarwo, maana ninasikia watoto wa kiume wa Israeli wanazaliwa. Ũguo tondũ kiugo kĩa Ngai gĩtitarĩirie, hivyo sivyo neno la Bwana limeelezea. nĩ kuga na nĩ kũmaanisha atĩrĩrĩ, ni kusema na kumaanisha ya kwamba ũguo Farao nĩoire ikinya rĩngĩ, hivyo Farao alichukua hatua nyingine. Twana tuothe twa tũhĩ, watoto wote wa kiume tũrĩa aciarithania matoragĩte, wale ambao wapunga wakuwa wamewaua, makĩoya ikinya nĩgetha tũthiĩ tũragwo, wakachukua hatua
ndiposa wakauawe. Mwathani aroheo goci. Amen. Tondu mwana wothe wa kahii, Kwa sababu mtoto wote wa kiume ni akoragwo na uteithio muno thiini wa family. alikuwa wa msaada sana katika familia. Ni akoragwo na uteithio muno. Alikuanga na msaada Ni mkubwa. akoragwo na uteithio muno. Alikuanga na usaidizi. Kijana, usikimbie. Ni akoragwo na uteithio muno. Alikuwa wa Okay, keti. Ninashukuru Bwana kwa sababu ya neno hilo, na tupigie Pita makofi. Neno la Bwana limesema maneno haya ya kwamba watoto wa Israeli walipokuwa wanasaliwa, Farao alikuwa na watu waliokuwa wakimsaidia kufanya uchunguzi. Maana kilichomsaidia na kusababisha ya kwamba watoto wa Israeli wangali wanaishi, kwa hivyo ni kumaanisha kwamba alikuwa ana uchunguzi aliyokuwa akiufanya. Ndipo akaita wakunga, akawaelezea ni jambo lili, ni jambo gani hili mulilolifanya. Nimewaamuru ya kwamba mtoto wote wa kiume na asiishi. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Neno la Bwana likaendelea kusema maneno haya ya kwamba watoto hawa kama wataendelea kuishi, ufalme wa Kimisri ama wa Kiisraeli utaendelea kuwa na nguvu. Amen. Na neno la Bwana likaendelea kusema hivi kwenye kitabu cha hiyo Kutoka mstari wa 18. Aliye na kitabu cha Kiswahili, Amen. Kwa hivyo hawa ni watu wawili na ni taifa moja. Hawa wakunga walikuwa wametoka kwenye nchi ama sehemu ya Kimisri, lakini ni kwa sababu Mungu kwa safari ambao anataka kutupeleka ana process ambao huwa anatufanyia. Makusudi ambao Mungu anataka kututimizia, yeye mwenyewe hutengeneza njia. Huyu ni mfalme wa Kimisri ameitana na ameshauriana vizuri na wakunga. Amen. Lakini Mungu ameingilia kati ya mfalme pamoja na wakunga. Roho ya maovu imeingia kwa mfalme, lakini neno la Bwana limesema hivi, lakini kumbe Mungu akawatendea mema wakunga. Amen.
roho ya neema ikawaajia. Roho ya huruma ikaingia mioyoni mwao. Amen. Haleluya. Amen. Badala ya kutenda maovu, Bwana akawaingisha roho ya kutenda yaliyo mema. Amen. Maana neno la Bwana limesema hivi: Mungu akawatendea mema. Ametenganisha mfalme pamoja na wakunga. Akawaondolea roho ya kifo. Akawaondolea roho ya mauaji. Wakunga wakapewa roho ambayo imejaa huruma. Kwa sababu gani? Bwana alikuwa na makusudio. Bwana alikuwa na malengo. Bwana kuna mahali ambapo alikuwa ameangalia Israeli. Kuna mahali amewatoa na kuna mahali anawapeleka. Bwana huwa na malengo kwenye maisha yetu. Bwana huwa ana malengo. Aya ya pili, chapter 2 verse 1. Mtu mmoja wa nyumba ya Alawi akaondoka akaoa binti mmoja wa Lawi. 2. Yule mwanamke akachukua mimba akamzaa mwana na alipoona ya kuwa ni mtoto mzuri akamficha miezi 3. 3. Alipokuwa hawezi kumficha tena, akampatia kisafina cha manyasi akakipa sifa na lami. Bwana akubariki. Amen. Kwa sababu Mungu alikuwa na malengo kwa ajili ya Israeli. Pale watoto wanasaliwa na wanauawa. Na kwa sababu Mungu alikuwa na makusudio mema ya kutoa Israeli mahali waliko na mahali ambapo anapowapeleka, ni lazima akuwe na mpango. Haleluya. Amen. Akaona waliosaliwa hawafai kwa wakati huo, na ni kwa sababu Musa alionekana na Mungu kwa umbali, kama maneno yanayosema hivi: wewe Yeremia, nalikujua, nalikufahamu hata kabla haujasaliwa na kabla haujaumbika kwenye tumbo mwa mama yako. Nalikujua, nalikufahamu, na nikakuita na nikakuteua. Sasa kwa sababu Mungu kuna mahali anataka kupeleka Israeli na walioko hawajatosha, lakini anayekubalika ni mmoja, Musa. Wengine hawakupewa historia. Hakujakuwa na hadithi ya watoto waliosaliwa. Amen. Amen. Badilishia hiyo. Amen. Amen. Huyu mtoto ambaye ni Musa, imesemekana hivi: basi mtu mmoja wa nyumba ya Lawi, kwa sababu kuna mahali ambapo Mungu alitaka kupeleka mtu, ni lazima kilichokuwa kikitaka kusaliwa, ni lazima angesaliwa kutoka kwenye nyumba ya Lawi. Amen. Lawi ni kuhani. Watoto wengine wamesaliwa lakini hawajatajwa.
lakini historia imebadilika. Imesema basi. Basi ni mwanzo wa maneno. Basi ni mwanzo wa hadithi. Basi ni mwanzo wa mipango. Sasa kukawa na mipango ya kutoa Israeli mahali waliko, wakichukuliwa wakipelekwa mahali ambapo Mungu anataka waende. Amen. Bika semaje? 2. Yule mwanamke akamchukua mimba, akamzaa mwana, na alipoona ya kuwa ni mtoto mzuri, akamficha miezi 3. Hapo pana jambo. Iliwezekanaje huyu mama amechukua ujauzito? Kuna miezi na muda ambao mama akichukua ujauzito hawezi akauficha. Sasa Musa amesaliwa. Kwanza mama amechukua mimba. Na ninaona kwamba kwenye kijiji wanakaa wakichunguza. Na kuna wapelelezi wanaoenda kuangalia. Mtoto ambaye amesaliwa ni mtoto msichana ama kijana. Kumaanisha huyu mama alikuwa na imani kwa mambo anayoyafanya. Kama kuna mahali ambapo Mungu anataka kukutoa na kufikisha mahala fulani, panahitajika mtu ambaye ana imani. Mama huyu, nafikiri kwa Biblia mamake Musa alitajwa mara 2 kwenye tu vitabu viwili, na mama wa Musa aliitwa fulani. Ni nani anajua mama ya Musa jina yake aliitwa nani? Baba Kimu, wewe ndiye msomi. Alitajwa tu kwenye vitabu viwili, lakini aliyezaa Musa yeye hajulikani. Lakini kile kilichosaliwa, kwa sababu kilikuwa kina Mungu, nyota na jicho la Bwana likaangazia kwenye Musa. Mama ya Musa aliitwa sijui Sherovi. Ametajwa tu kwenye vitabu viwili, lakini alizaa watu ambao wana majina makubwa. Akazaa Musa, akazaa Miriamu, na akazaa Haroni. Na Mungu, kwa sababu alikuwa na mipango mizuri, kwa sababu ya huyu mama, jina lake likakosa kujulikana na likakosa sifa. Njia za Mungu ni tofauti. Wewe usae mtoto awe na jina kubwa kukuliko. Si kuna watoto wana jina kubwa kuliko wazazi? Yes. Sasa Musa amepata jina kubwa, Miriamu amepata jina kubwa, Haroni amepata jina kubwa, lakini aliyewazaa hawa watoto hajulikani. Hata Mungu hana shughuli na yeye. Lakini ni kwa sababu Bwana alikuwa na makusudio ya kuongoza Israeli, nyota na jicho la Bwana likamwangalia tu Musa. Kuna mahali ambapo Mungu anapohitaji kutupeleka mahali, haijalishi ni nini itakubeba ikufikishe kwenye nafasi. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ili awe mfalme, na Bwana akasema ya kwamba atakuwa mfalme wa wafalme.
nalo jina lake litajulikana duniani na mbinguni. Lakini alikuwa anatumia punda. Haijalishi ni nini kitakacho kubeba ikupeleke kwenye mpango, aidha ni wa maisha ama njia ya ufalme wa mbinguni. Musa amezaliwa, mama amekuwa na imani. Kile ambacho nimebeba, Biblia imesema kwamba mama alipoangalia mtoto akasema ni mzuri. Kama kuna mahali ambapo unajua Mungu anakupeleka, kile unachokifanya lazima ukipende. Amen. Hallelujah. Amen. Maana kile utakachokipenda kitapendeza na wengine, maana kimetokana na wewe. Mama alipoangalia Musa akasema kweli mtoto huyu ni wa kutamanika. Yes. Akachukua hatua ya pili, akajua mtoto huyu amefikisha miezi 3 na mtoto ataanza kulia kwa boma. Biblia imesema hivi, akachukua rami, akatengeneza kiota, akachukua mtoto akamweka ndani. Amen. Amen. Kwa hivyo kama kuna safari ambao mnaendeshana na Mungu, lazima uipende kwanza. Peace. Amen. Amen. Verse 3. Aya 3 inasema, na alipokuwa hawezi kumficha tena, akampatia kisafina cha manyasi, akakipa sifa na lami. Soma venye imeandikwa. Na alipokuwa hawezi kumficha tena, Alipoona. yangu imeandikwa alipokuwa hawezi. Haya. Alipokuwa hawezi kumficha tena, akampatia kisafina cha manyasi, akakipa sifa na lami. Akamtia mtoto ndani yake, akakiweka katika majani kando ya mto. Aha. Mama kitu ya kwanza ameona ya kwamba kile amezaa ni kizuri, na akajua huyu mtoto akizidi hapa, huyu mtoto Farao atahakikisha amemuua. Amen. Mama akachukua imani, akatengeneza safina. Safina ni kitu ambacho hakiwezi kikanywa maji. Akachukua hatua ya pili, akaona akikana mtoto kwenye boma, mtoto huyu atajulikana. Akamtoa nje ya nyumba yake. Aya 4. Mpu lake mtoto akasimama mbali ili ajue yatakayompata. Mama akaongeza tena imani. Hebu piga hesabu kama tu mwanadamu. Ndio mtoto amezaliwa. Kama jinsi ambavyo una mtoto ambao umezaa, ambayo maybe ni biashara yako ama mambo yanayokusunguka, ni imani gani ambao huwa wewe unaichukua? Mama akaona hii safina ameitengeneza, akaichukua na akaipeleka kando ya bahari. Biblia imesema hivi, na huyu dada hajatajwa vizuri, haijanakiliwa vizuri, kama Musa alikuwa na dada wengine kando na Miriamu. Wasomi wa Biblia watatuambia. Maana B imesema hivi, akamficha katikati ya matete kando ya ukingo wa mto Naili. 4.
umpu lake mtoto akasimama mbali ili ajue yatakayompata. Mama akaona akienda akaishe mtoto itajulikana kwamba kuna kitu ambacho amekificha. Akamuita dadake Musa, akamwambia kile utakachokifanya ni hiki. Wewe nimekufanya mwangalizi wa ndugu yako. Kwa hivyo alikaa kwa umbali achunguze ndugu yake kitakachompata. Hebu angalia imani ya huyu mama. Kwenye bahari kuna nyoka, kwenye bahari kuna mamba, kwenye bahari kuna umbu, kuna vitu vya kuhatarisha, lakini mama amesimama na imani ya kwamba mtoto huyu ni mzuri na ni wa kutamanika kabisa, na ni lazima ataishi. Akajua nikikua nitakaaga karibu, itajulikana kwamba ujauzito niliokuwa nao nilijifungua. Jumapili niliwaambia kuna mambo mengi ambayo tumeyabeba kwenye maisha, na ni vizuri kufichaga mambo mengine. Amen. Amen. Turudi kwa neno. Mama huyu amemuandika watchman ya kwamba wewe kazi yako ni kuchunguza yatakaofanyika kwa huyo mtoto. Aya 5 inasema, basi binti Farao akashuka aoge mtoni, na vijakazi wake wakatembea kando ya mto. Naye akakiona kile kisafina katika majani, akamtuma kijakazi wake kwenda kukileta. Wakati ambapo Mungu kuna mahali anakutoa na kuna mahali anapokupeleka, haijalishi ni njia gani atakayoipitia. Amen. Dadake Musa anakaa mbali. Bwana naye alisababishia kwanza mwanzo wakunge wasifanye maadhara ya kuwa watoto wa Kiisraeli. Mtoto amezaliwa, amewekwa kwenye mto. Dadake Musa amefanywa kuwa mwangalizi wa mtoto yule. Alafu Bwana amesababisha mambo isiyo ya kawaida. Wewe unataka kuniambia mtoto wa mfalme ana haki ya kwenda, ni mtoni gani iko hapa karibu? Ana haki ya kwenda atinaitwa? Ana haki ya kwenda mtoni wa Isihu. Inaitwa hivyo? Mto Isihu. Isihu. Nitaka kutamka kama tu Muruya lakini ikashinda. Hebu angalia hizi hesabu. Msichana wa kifalme amewacha bathroom kwao. Yeye pamoja na wajakazi wake. Ametoka tu, ameona vyema pa kuoga ni kule mtoni. Kumbe makusudio ya Mungu anapotaka kuitimiza, hakuna njia hawezi akaipitia. Yes, amen. Amesababisha msichana wa mfalme ametoka tu, Bwana amempa mahangaiko. Akaona maji ya shawa si mzuri, lakini ile ya kuteremuka ndio mzuri. Lakini makusudio ya Mungu ni yapi? Kuna mahali ambapo anataka kutoa Israeli katika njia ya haki. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana kakubali macho yao
yaweze kufunguka. Neno la Bwana limesema vijakazi walipokuwa wakitembea wakaona kwamba kuna kitu kinaelea. Bwana akasababisha waende waangalie, wajue ni nini kinachotembea kwenye maji. Pale mwanzo neno la Bwana lilisema hivi: mamake Musa akamweka msichana ndugu ya Musa awe mwangalizi. Kama kuna mahali ambapo Mungu anahitaji kukupeleka, aidha ni kwa njia ndefu, lakini atakufikisha. Amen. Alipowaona akasonga pole pole. Aliposonga pole pole, akasikiliza wanayoyanena. Kama kuna mahali ambapo Bwana anataka kukupeleka, ni vizuri masikio yako na masikio yangu iwe na wepesi wa kusikiliza. Amen. Akawasongea, na alipowasongea akasikiliza wanaoyanena. Wakaulizana, ni nini hiki? Bwana ni kwa sababu ni mwema, akashuka tena kwa msichana wa Farao. Mwanzo alishuka kwa wakunga, akashuka kwa mama mtoto. Sasa hivi ameshuka kwa msichana wa Farao. Ukumbuke hivi, watoto vijana hawaishi. Yes. Hawakubaliwi waishi. Yes. Lakini huyu mtoto walipomwangalia wakasema ni mtoto kijana. Yes. Na ni mzuri. Maneno ya mama yamerudiwa mara tena. Maneno unayoyapitia yana nguvu kwako. Amen. Maneno ambayo mama aliyasema ni mtoto mzuri na ni wa kutamanika. Msichana wa Farao amekuja na amesema mara tena, na kweli mtoto huyu ni mzuri. Amen. Dada yake anasongea tu. Wakaulizana, ni nani atakayeweza kunichungia huyu mtoto? Dada yake anasongea tu. Bwana akampa ujasiri. Kwenye maisha ya kiroho ni vyema kuwa na ujasiri kwa lolote unalolifanya. Amen. Akawa na ujasiri. Amen. Akasikiliza. Aliposikiliza akasikia msichana wa Farao ameuliza, ni nani atakayenichungia huyu mtoto? Kasichana kakasongea akasema, ninajua. Kuna mama wa Kibrania ambaye ana uelekevu, ambaye anajua kulea mtoto na watoto. Akakimbia akaambiwa, enda umuite. Na kumbe ni mamake Musa. Kwa jambo unalolifanya ni lazima uwe na maono, macho yako yafunguke. Mamake Musa akajua kwamba kamsichana kataonekana ni msichana wa kawaida. Akamwambia, mama, unajuaje? Mtoto wetu ameonekana. Na imepangwa hii ya kwamba kutafutwe mumama atakayenyonyesha mtoto, na nimesema ninajua. Amen. Amen. Alipofika kwa mama yake akampanga maneno atakayoenda kunena. Amen. Kamwambia, usitaje ya kwamba wewe ni mamake Musa. Amen. Jambo la kushangaza ni hii.
Musa anayemnyonyesha ni mama yake. Wakati ambapo Mungu anakuchukua mahali na kuna mahali anakupeleka, kuna vitu inakaga tu ni kama vifunga macho. Maana Farao akuuliza, mama huyu imekuwaje ndiye anayenyonyesha mtoto ili hali si mwanaye? Wakati ambapo Mungu anakupeleka mahali, kuna mambo ambayo huyafanya ambayo siyo ya kawaida. Mama alipokuja akauliza, nimesikia mnauliza kwamba kunahitajika mtu atakaye kuwa mlenzi wa huyu mama. Hebu angalia mama wa Musa wakifanya bageni ya kwamba mimi ni maid wa huyu mtoto, utanilipa pesa ngapi? Njia ya Mungu ni tofauti sana na ya mwanadamu kabisa. Amen. Amen. Na wanajadili na wanapiga kura. Kama ni 1,000 anasema hapana, 1,000 ni kidogo, lakini moyoni muna furaha. Amen. Hallelujah. Amen. Na wakaondoka. Sababu kubwa ya kufanya Bwana kufanya hizi shughuli zote, makusudio makubwa ni kuokoa Israeli. Amen. Hallelujah. Amen. Wewe kuna njia nyingi ambazo Bwana hutengeneza ili kuhakikisha ya kwamba amekupitisha kwenye mapito ambao hautapata majanga Kabisa. Hallelujah. Amen. Nataka kukutia moyo. Nataka kukutia moyo kwa maneno haya. Israeli walitumikishwa, na waliokuwa wakiwatumikisha walikuwa wanaelewa na kufahamu. Amen. Amen. Lakini kuna mahali ambapo Mungu alikuwa ameandaa Israeli na kuwakomboa. Amen. Wapendwa, kinachotusumbua kwenye maisha ni kutoelewa na kutofahamu wakati ambapo Mungu anaandamana nasi. Amen. Ni kutojua na kufahamu ya kwamba wakati huu ndipo Mungu ananipitishia magumu, lakini ana mlango ameutengeneza wangu wa kupitia. Amen. 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 Ninakata tamaa kwa mapema, na safari ambayo nimetoka ni safari mbali, na mahali ambapo nimebakisha si mbali. Yes. Hallelujah. Amen. Huwa ninapendezwa sana na watu ambao wana imani. Si tumetoa paybill? Yes. Hii ni njia moja ya imani, kwamba mambo tutakayoyafanya yatakuwa na ufanisi, yataleta matunda, yataleta mazao. Hii ni njia moja ya imani. Amen. Hallelujah. Amen. Wewe hujaona mtu miezi mitatu amebadilisha biashara 4. Miezi mitatu amebadilisha biashara 5. Atajua kwenye Mungu anakujia kweli. Ni vizuri kuvumilia laini moja kwanza. Ukiona imeremaa, ingia kwenye nafasi ya pili. Yes. Amen. Amen. Amina. Nimerudia maneno haya. Mamake Musa hakuwa na manunguniko ya kwamba inawezekanaje. Maana Mungu alikuwa na ukaribu sana na Musa, Miriamu na Haroni. Amen. Amen. Kwenye maisha yako kuwa na imani kubwa. Yes. Kile ambacho umebeba kwenye maisha ambao umebeba italiwa na watu wengi. Mama ashughuliki. Yes.
Musa ametajwa, akatajwa, Miriamu akatajwa, lakini aliyewazaa biashara zake zimefungwa. Hajulikani. Unajua kinachotusumbua kwa maisha? Ninataka nikifanya jambo kidogo, kila mtu afanya nini? Ajue. Mama hashughuliki, hana shughuli, maana anajua tumbo mwake mumebeba wafalme, manabii na makuhani. Amen. Maana Haruni alikuwa kuhani. Miriamu alikuwa ni sumbua tu. Ama historia ya Miriamu ni gani? Fitina tu. Hakutajwa kwingine. Mariamu ndio ana sifa, lakini sifa alizo nazo wewe Musa, wewe unatuambia fanya hili. Amen. Amen. Si hata mimi naweza tangaza ushirika ni wa Friday. Yes. Na nikose kufika. Yes. Sasa unaona mchungaji, yeye anatupea ushirika Friday, lakini anakujaga moja, anaruka hiyo ingine. Ninaruka nikiwa na shughuli. Yes. Anapanga lakini yeye akuji. Kama ya Friday nilikuwa na Naivasha kuwashughulikia tu. Mariamu alikuwa kazi yake ni hiyo. Ona sasa Musa, wewe unasemaga ni Mungu anakuongeleshaga kweli? Maana mafuta haikumwagikia nani? Miriamu. Haruni anajua huyu ni ndugu yake, lakini anapomwendea anamwendea kwa unyenyekevu. Amen. Amen. Mamake Musa anapoitwa na kuulizwa kwamba mtoto huyu tamulea, anasema ndio. Si Mungu atubariki. Amen. Wakati ambapo Mungu anatuchukua na kutupeleka mahali, kuna hatua. Amen. Amen. Kuna hatua. Amen. Si Mungu awabariki. Amen. Na Mungu awatende mema. Amen. Naomba tusimame.